Haleluya. Bwana asifiwe sana. Fresh ya Mora, Fremwa hapa. Nataka tusikie neno la Mungu kidogo. Na kwa sababu neno la Mungu ndilo linafanya watu waishi. Neno la Mungu ndilo uhai. Ningependa tusikie neno la Mungu kutoka kitabu cha Nehemia 17 kuanzia 7. Neno la Mungu linasema hivi: amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Haleluya. Amebarikiwa yule mtu anayemtegemea Bwana, na si bwana wa nyumba, Bwana Mungu wetu, muumba wa vitu vyote. Amebarikiwa yule mtu anayemtegemea, anayepeana shida zake kwake, anayemtazamia. Kwa hivyo huyo mtu anayemtegemea huyo amebarikiwa. Yule anaye unapofikiria mambo ya shughuli zako, unazihusisha Mungu, unazipeana kwake Mungu, huna tumaini lingine. Hukuwa na chakula lakini ulikuwa unamtegemea Mungu. Wewe ndiye unayenenewa na neno ya kwamba umebarikiwa kwa sababu unamtegemea Bwana Yesu. Abaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Bwana asifiwe. Ueneza mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Bwana asifiwe. Anayemtegemea Mungu anakaa kama mti uliopandwa kando ya maji, kando ya mto. Huko kwenu ama karibu na kwenu, ama umewahi pitia mahali unakuta kuna mto unatiririka, uko na maji, na ukitazama kwa ile mto, kando yake kuna miti imepandwa kule ama imemea. Hiyo miti inakaaga mibichi kila wakati. Neno la Mungu linasema ya kwamba hayanyauki kwa sababu yananusa unyevunyevu wa maji. Na yule mtu anayemtegemea Mungu anakaa kama huo mti. Tumaini langu ni kwamba wewe ukae kama huo mti. Tabia zako zikae kama huo mti. Haunyauki hata wakati wa jua. Haupati hofu wakati serikali ama mambo yamekuwa magumu. Wakati unasikia hata serikali tunaanza kuangalia president, tunasema shilingi imeanguka, sijui uchumi ni mbaya. Wanaomtegemea Mungu watakaa kama huo mti. Hautanyauka. Mizizi yake hayawezi nyauka kwa sababu mizizi yake iko karibu na mto. Wakati sisi tuko ndani yake Yesu, hata maisha yakiwa magumu aje, mizizi yetu kwa sababu tu ndani ya Kristo, hatutatingizika. Hata hali ziwe ngumu vipi, hata hali zetu ziwe ni kama zinakaa kuisha, ni kama zinakaa kudidimia, tukimtazamia Mungu, tukikaa na njia zake, tukitembea kulingana na mapenzi yake, tumtazamie yeye peke yake, na tusitafute usaidizi kwingine. Tutegemee yeye tu peke yake, hatutanyauka, hatutapata hofu, kwa sababu tunayemtegemea ni mkuu na anaweza mambo yote. Tuendelee kusoma. Ambaye Bwana ni tumaini lake, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, ueneza mizizi yake karibu na mto. Hautapata hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautaghadhabika, hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Haleluya. Wakati kumekauka, wakati kuna njaa,
wakati kuna ukame, ule mti hautatingizika. Ule mti hautahangaika mwaka wa uchache. Wakati kuna mvua kidogo, ule mti hautahangaika kwa sababu utanusa maji. Utanusa unyevunyevu wa maji kule chini. Hivyo ndivyo Mungu anataka tukae. Wakati unaona umefika mwisho, wakati kunakaa hakuna tumaini, neno la Mungu linasema ya kwamba wakati kuna mvua chache, wakati unaona maisha yako yamefika ukingoni, unapomtegemea huyo Mungu atakuja na atajibu maombi yako na hata kuacha, kwa sababu yeye ndiye tegemeo lako. Wala hautaacha kuzaa matunda. Haleluya. Wakati hakuna mvua, wakati hakuna tumaini, wakati unaangalia hivi unaona hapa ni mimi na Mungu wangu. Kama huo mti, wakati mvua iko kidogo, huo mti haunyauki. Wakati mvua imekuja chache, huo mti haunyauki. Na unazaa matunda wakati wake ukifika. Saa hii tunaona hali ya maisha imekuwa ngumu. Lakini ningependa jioni ya leo tuweke tumaini letu kwa Mungu. Tutazamie tu Mungu. Kwa sababu hatutaaibika. Hatutanyauka. Hali zetu hatutachekelewa, kwa sababu tunamtumainia Mungu aliye hai. Tunamtegemea Mungu aliyetuumba, anayetujali, anayetufikiria. Tuweke tumaini letu kwake. Na kama unaweka tumaini lako kwa Yesu, usiwe moto, usiwe baridi. Heri uwe kitu kimoja. Usiseme unamtumainia Mungu na ili hali wakati mwingine unaenda kutafuta usaidizi kwa waganga, kwa washirikina, kwa sababu wakati mwingine unaona ni kama Mungu hataweza. Neno la Mungu linasema ya kwamba heri yule mtu anayemtegemea Mungu. Kumbuka Mungu hatakagi kuchanganywa. Wacha tuone naye yule mtu mwenye hatumaini Mungu, maisha yake yatakuwaje. Hapo tu number 5. Bwana asema hivi. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amelaaniwa mtu yule anayetegemea serikali. Amelaaniwa mtu yule anayemtumainia mchungaji wake. Amelaaniwa mtu yule anayetegemea ndugu yake. Amelaaniwa mtu yule anayetegemea dada yake ati ako ng'ambo. Amelaaniwa mtu yule anayetegemea chochote kile. Amelaaniwa. Amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Unasikia? Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Unayemtegemea mwanadamu, wakati mwingine hata ukumbuki Mungu, kwa sababu unaona adui yangu ako USA atanisaidia. Yaani unaweka tumaini lako tu kwa huyo ndugu. Nimeombewa, nimepakwa mafuta. Unaweka tumaini lako kwa hiyo mafuta. Unamsahau Mungu. Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea huyo mwanadamu. Heri kumtegemea Mungu, usije ukalaaniwa. Anayemfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Imagine. Na moyoni mwake amemwacha Mungu. Kwa sababu wakati niliwaambia hapo mwanzoni, huwezi changanya Mungu. Huwezi kuwa upande wa Mungu na wakati mwingine kwa upande wa shetani.
Ukikaa pande ya mwanadamu, saa hiyo umemwasi Mungu na umetoa Mungu ndani ya moyo wako. Umefanya mwanadamu kuwa kinga yako. Na unajua kwamba Mungu ndiye aliyekuumba. Alikuumba na mfano wake. Anasema ya kwamba hata sahau na wewe, hata kusahau. Hawezi akakusahau. Kwa nini umtoe ndani ya moyo wako? Umtumainie mwanadamu? Maana atakuwa kama fukara nyikani. Jesus Christ, help us. Mungu tusaidie. Ati mtu yule anayemtegemea mwanadamu atakuwa kama fukara nyikani, maskini hohehahe, akiwa nyikani jangwani, kwa sababu anamtegemea mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu hana faida yoyote. Hakuna faida yoyote atakusaidia nayo. Hakuna usaidizi wote mwanadamu atakusaidia nayo. Atakusaidia siku 2 ama siku 1, asahau na wewe. Aanze kukusema sema. Na atakapoanza kukusema sema, utakuwa nyikani peke yako. Na utakuwa maskini hohehahe. Kwa sababu amekuacha, ameanza kukusema, isipokuwa ni mimi nilimsaidia, isipokuwa ni mimi nilisaidia watoto wake hawangesoma, isipokuwa ni mimi nilisimama na yeye hangefanya hii, hangefanya ile, isipokuwa ni mimi hata nguo hangeweza kuvaa, isipokuwa ni mimi hata hivyo naona akikula hangeweza kukula. Saa hiyo unaongelelewa, unakaa fukara katika nyikani, kwa sababu ulimtegemea mwanadamu. Naye ukimtegemea mwanadamu, naye Mungu anakuacha, kwa sababu hataki kuchanganywa na kitu chochote. Hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Tunasikia tukimtegemea mtu, utakaa jangwani, utakaa miaka mingi jangwani, na hakuna mema utapata. Hutapata mema kwa sababu ulimtegemea mwanadamu. Na katika hiyo nchi ya chumvi, utaishi huko kwenye hakuna watu. Si heri tukae ndani ya Mungu? Si heri tumtegemee Mungu? Kwa sababu kwa Mungu kuna faida. Tumeambiwa huo mti uliopandwa kwa kando ya mto unazaa, wakati wa Mungu ukifika unazaa 100 mara 100. Hakuna kuchekwa, hakuna kusemwa, hakuna nini, kwa sababu uko ndani ya Mungu. Si tukae ndani ya Mungu? Si tutegemee tu Mungu? Haja zetu situpatie Mungu, na tukae kama maandiko yanavyosema. Kitu kingine, tujifunze kujiombea, tujifunze kujisomea maandiko. Kwa sababu watu wengine unapotoshwa, unaenda huku na huku unapotoshwa, unakuta hata kama huko unataka kwenda jangwani, unajipata kwa jangwa, kwa sababu uliongozwa ama ulifuata njia ambazo hazikufaa. Ulitegemea mwanadamu akakuingiza kwa shimo. Ulitegemea mwanadamu akafanya moyo wako udidimie. Na wakati ulimtegemea huyo mwanadamu, kuna wakati utafika akuache. Na atakuachia kwa jangwa. Atakuacha ukikaa kama fukara. Huna chakula, huna nini, huna mbele, huna nyuma. Huna tumaini lolote. Na umeachwa jangwani, mahali kuna hiyo nchi inakaa iko na chumvi. Mahali wanadamu hawezi wakaishi. Na hapo nani atakutoa? Ulienda kwa mganga, ukaenda kutafuta nguvu za giza, kazi yako inawili. Ukaenda kutafuta nguvu za giza, uweze bwanako ama mke wako,
wakati hizo nguvu zitaisha, utakaa kama fukara katika nchi ya chumvi kwenye hakuna watu. Na saa hiyo mwenye alikupeleka anakucheka. Heri tumtumainie Mungu, kwa sababu tukimtumainia Mungu hakuna hasara tutapata. Hatutapata hasara yoyote, tutapata tu, tutagain tu, na tutazaa wakati wetu wa Mungu ukifika, na tutakula matunda mema yanayopeanwa na Mungu. So let us trust God, tutumainie Mungu kila wakati, na atajibu maombi yetu na atatusaidia. Bwana wabariki sana.